Uhali gani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika taarifa ya habari tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Na miongoni mwa taarifa tulizokuandalia ni pamoja na somo la maadili ya uandishi wa habari ni msingi wa uandishi bora. Bunge la Ulaya laweka azimio sakata la mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Na katika michezo, makosa ya waamuzi yatajwa kama sababu ya kushusha thamani ya ligi ya Tanzania. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Maureen Samson nitakaye kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Boniface Robert atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutaungana naye Lucia Mkono. Na tuanze na habari za kitaifa. Somo la maadili kwa uandishi wa habari limeelezwa kuwa na umuhimu mkubwa katika kuhakikisha uandishi wa habari unaofuata ukweli na misingi ya kitaaluma. Wakizungumza na SAUT TV habari, baadhi ya wanafunzi wanaosoma taaluma ya mahusiano ya umma na uandishi wa habari wamesema kuwa maadili huongoza mwandishi kuandika habari zenye uhalisia na zinazoheshimu kanuni za taaluma, hali inayosaidia kujenga uaminifu kati ya mwandishi na jamii. Ripoti yake Lilian Kidende inasimulia zaidi. Somo la maadili katika uandishi wa habari limeonekana kama jambo ambalo linatakiwa litiliwe mkazo kwa kiasi kikubwa katika swala zima la kuandika habari. Na leo SAUT TV imefika katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino SAUT kampasi ya Mwanza kuongea na wanafunzi ili kujua wao wana maoni gani juu ya swala hili. Somo la maadili kwa waandishi wa habari ni muhimu sana. Moja kabisa, inamfanya mwandishi wa habari abehave kazi yake au na nidhamu katika kazi ambayo ataenda kuifanya. Somo la maadili ni muhimu sana kwa wanafunzi kwa sababu kwanza inamsaidia mwanafunzi mwenyewe kujua mambo mbalimbali kuhusiana na maadili yenyewe. Pia inasaidia kuto kuvunja haki na sheria mbalimbali ambazo zinakuwa zimewekwa. Somo la maadili kwa waandishi wa habari linasaidia mwandishi kwanza kuepukana na mambo ambayo yanaweza yakamuathiri katika swala zima la uandishi wa habari. Pia inaweza ikamsaidia kufuata zile sheria na taratibu na kanuni za uandishi. Lakini SAUT TV haijaishia hapo, imeamua kumtafuta pia mwandishi wa habari ili kujua yeye ana maoni gani juu ya swala hili. Kuna taarifa mbalimbali kuna kazi mbalimbali ambazo mwandishi wa habari kiujumla ama kimsingi anatakiwa kuzifanya, na kazi hizi zinamhitaji mwandishi wa habari afuate misingi yote ile ambayo inahitajika kuhakikisha kwamba taarifa ambazo anakuwa anazitoa zinakuwa na msingi mzuri kwenye jamii, lakini pia zinazaa matunda. Kwa hiyo kupitia somo la maadili linapelekea mwandishi wa habari kufuata ile misingi yote, kwa mfano labda kuwa mkweli, lakini pia kutoegemea upande wowote, ili wakati anatoa taarifa hizo kwenda kwa mlaji wa habari hizo, basi yule mlaji anakuwa anapokea taarifa ambazo zinakuwa zina afya, lakini pia zinajenga kwenye jamii kiujumla. Mimi ni Lilian Kidende wa SAUT TV. Shukran sana Lilian Kidende kwa taarifa hiyo, na sasa tuangazie taarifa nyingine. Takwimu za kiafya zinaonyesha kuwa kupumzika kwa muda wa kutosha kati ya saa 7 hadi 9 kwa siku ni muhimu kwa afya ya binadamu na husaidia kupunguza hatari ya magonjwa kama vile ya moyo, unyogofu na wasiwasi kwa zaidi ya 50%. Wadau mbalimbali wakiwemo wanafunzi wameeleza kuwa mapumziko ya kutosha ni muhimu kwa ustawi wa mwili na akili, hasa kwa wale wanaotumia muda mwingi kusoma bila kupumzika, hali inayoweza kudhoofisha utendaji kazi wa ubongo. Tuungane naye Mwanaidi Mubarak anaripoti ifuatayo. Mara nyingi tunajisikia hatia tunapopumzika, tukihisi kama tunapoteza muda ambao tungetumia kufanya kazi au shughuli nyingine za uzalishaji. Lakini ukweli ni kwamba kupumzika si anasa, ni hitaji la msingi la kibinadamu, sawa na kula au kunywa maji. Tafiti mbalimbali zimeonyesha kuwa ukosefu wa usingizi wa kutosha unaohusishwa na hatari kubwa ya kupata matatizo makubwa ya kiafya. Kulingana na taarifa kutoka Healthline, watu ambao hawapati muda wa kutosha wa kupumzika wanakabiliwa na hatari ya magonjwa sugu kama vile ugonjwa wa moyo, kisukari cha aina 2 na hata unene kupita kiasi. Nao baadhi ya watu wanatoa maoni mseto juu ya umuhimu wa kupumzika. Ningependa kuzungumzia
kwa nini kupumzika ni muhimu zaidi katika maisha ya binadamu au kwa mtu yeyote ambaye anajishughulisha na shughuli mbalimbali. Kwanza, mwili wa binadamu umeundwa katika mifumo mbalimbali, na hivyo mtu anapofanya kazi sana inabidi apate muda pia wa kupumzika, ili kama labda ni mwanafunzi, yale yote aliyoweza kuyasoma au kufundishwa au kuelekezwa aweze kujipanga na kumfanya ayakumbuke vema. Mimi kwa upande wangu napenda kuongelea umuhimu wa kupumzika kwa binadamu. Umuhimu wa kupumzika unamsaidia mtu kwanza kujenga mwili. Ukiwa unapumzika unafanya hata akili yako inakuwa active kufikiria mambo mazuri, inakuwa punctual kwenye kufanya vitu mbalimbali. Kwa hiyo ninashauri watu waache kujioverdose, wapangilie muda wao, lakini pia waache muda wa kupumzika, kwa sababu kupumzika inawasaidia kuweka miili yao vizuri na mambo yao kuyafikiria na vitu ambavyo wanavifanya pia katika mambo yaliyo sawa. Mimi kwa upande wangu kupumzika kunamsaidia mtu kuondokana na msongo wa mawazo. Kama unavyojua katika maisha yetu tunaishi tukipambania vitu tofauti tofauti ambavyo vinatuweka kwenye tafakari kubwa. Sasa mtu anapokosa kupumzika unakuta anapata msongo wa mawazo ambao unamsababishia pia hata magonjwa mengine ambayo sio lazima. Kwa upande wangu kupumzika kunasaidia kuondosha msongo wa mawazo na magonjwa mengine ambayo sio muhimu. Kulingana na maoni mbalimbali ya watu juu ya umuhimu wa kupumzika, tunashauriwa kupumzika angalau masaa 7 hadi 9. Na tafiti zimebaini kuwa watu wanaopata usingizi wa kutosha saa 7 hadi 9 wanaweza kuishi miaka 4 hadi 5 zaidi kuliko wale ambao hawapati usingizi. Aidha, watu hawa wana hatari ya chini ya 30% ya kupata magonjwa ya moyo. Kupumzika vizuri kunaongeza ufanisi wa kazi kwa 20 hadi 30%, na kukosekana kwa usingizi hushughulikia hatari ya matatizo ya akili kama vile unyogovu na wasiwasi kwa 50%. Mimi ni Mwanaidi Mubarak, SAUT TV. Shukran sana Mwanaidi Mubarak kwa undani wa taarifa hiyo. Na sasa tuangazie taarifa nyingine. Baadhi ya wanafunzi wamesisitiza umuhimu wa wanachuo kutumia lugha ya Kiswahili katika mawasiliano ya kila siku, wakibainisha kuwa kufanya hivyo kunasaidia kuimarisha uelewa, kuenzi lugha ya taifa na kujenga uwezo wa kujieleza kwa ufasaha katika jamii. Wakizungumza na SAUT TV habari, wamesema kuwa licha ya kuwepo kwa lugha ya kimataifa, Kiswahili kinabaki kuwa nyenzo muhimu ya mawasiliano inayowezesha wanachuo kuwasiliana kwa ufanisi katika mazingira ya kijamii na kitaaluma. Turudi kwake Lilian Kidende kwa taarifa zaidi. Lugha ya Kiswahili ndio lugha yetu ya taifa kwa hapa Tanzania. Na lugha hii ndio lugha pekee ambayo inatumika katika kuwasiliana na kurahisisha mawasiliano baina ya watu tofauti katika jamii. Na leo SAUT TV imefika katika chuo hiki cha Mtakatifu Agustino campus ya Mwanza kuongea na wanafunzi ili kujua wao lugha ya Kiswahili inawasaidia vipi katika mawasiliano wapo chuoni. Kwangu mimi naona kuna umuhimu wa wanafunzi wa chuo kikuu kutumia lugha ya Kiswahili kwa sababu kwanza inamfanya yeye kuwa na misamiati mingi, lakini pia kuwa na uwezo wa kuweza kujielezea ukilinganisha akitumia lugha ya Kiingereza, sababu lugha ya Kiingereza inakuwa inampa yani ile kikomo cha matumizi ya lugha, sababu unakuta misamiati mingi haijui kwa wazi kujielezea kwa ufasaha zaidi. Lugha ya Kiswahili inaweza kutusaidia sisi kama wanafunzi na katika mawasiliano, katika njia mbalimbali za upashaji habari baina yetu na njia mbalimbali zinazoweza kutufanya kupata elimu iliyo bora ndani ya nchi yetu. Hivyo lugha ya Kiswahili ni lugha bora. Ningependekeza wanafunzi wa vyuo mbalimbali ikiwemo sisi wanafunzi wa SAUT kuweza kutumia lugha hii nzuri na lugha namba 5 duniani ili kusaidia katika juhudi za serikali katika kuikuza na kuifanya iwe lugha kubwa duniani. Wanafunzi vyuoni kutumia lugha ya Kiswahili kama lugha ya mawasiliano ni muhimu kwa sababu wakiwa vyuoni wanajiandaa na wanapomaliza vyuo pia wanaingia katika jamii, na ukiangalia jamii yetu kwa uhalisia lugha ambayo inategemewa ni lugha ya Kiswahili. Hivyo basi utumiaji wa lugha ya Kiswahili katika mazingira ya vyuoni hususan vyuo vikuu ni muhimu kwa sababu lugha ya Kiswahili ni lugha ambayo inategemewa katika jamii
hawawezi wakaenda kutumia lugha ya Kiswahili, ambapo lugha ya Kiswahili ni lugha ya kigeni na si lugha ambayo inategemewa katika jamii tunayoishi. Lakini Sauti TV haijaishia hapo, imeamua kumtafuta mhadhiri katika chuo hiki ambaye na yeye ana haya kusema kuhusiana na swala hili. Mwanafunzi anapotumia lugha ya Kiswahili kwa chuo huwa anakuwa na uhuru wa kujieleza kile kilichomo ndani yake, kwa sababu anaweza kutumia Kiingereza, sawa atatumia, lakini kuna kitu anataka kuongea, mwili unataka kuongea lakini akili inamkatalia, kwa sababu anajua kabisa kwamba kuna kitu anaonekana kama atakosea. Kwa hiyo maana utakuta hata wakati mwingine katika kutoa mawazo yake anaamua kutoa hata kwa Kiswahili. Nikiripoti kutoka katika chuo hiki cha Mtakatifu Agustino campus ya Mwanza, mimi ni Lilian Kidende wa Sauti TV. Asante sana Lilian Kidende kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatutamatishia habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, punde ni katika habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji wa Sauti TV, na tuendelee na taarifa tukiziangalia habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Tuanzie huko nchini Ubelgiji ambapo bunge la Ulaya limepitisha azimio la pamoja likitaka serikali ya Tanzania kumwachia mara moja kiongozi wa upinzani Tundu Lissu, huku likisisitiza haja ya kufanyika kwa mageuzi ya kisiasa na ya uchaguzi kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Kwingineko, mvutano kati ya India na Pakistan umeendelea kushika kasi baada ya India kufanya mashambulizi ya makombora katika maeneo 9 ndani ya Pakistan na Kashmiri inayodhibitiwa na Pakistan. Serikali ya India imesema imefanya mashambulizi hayo kwa lengo la kuharibu miundombinu ya kigaidi iliyoko upande wa pili wa mipaka, huku ikisisitiza kuwa imechukua tahadhari kubwa kutolenga maeneo ya kijeshi ya Pakistan. Kwa habari hizi za kimataifa, Ramadhani Mshana ameandaa ripoti ifuatayo. Tuanzie huko nchini Ubelgiji ambapo bunge la Ulaya limepitisha azimio la pamoja ambalo limeungwa mkono na vyama vyote vya kidemokrasia vinavyounda bunge hilo, likionyesha mshikamano wa kimataifa dhidi ya kile kinachoonekana kuwa ni kuzorota kwa misingi ya kidemokrasia nchini Tanzania. Katika azimio hilo, bunge la Ulaya limeeleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu hali ya haki za binadamu na uhuru wa kisiasa nchini Tanzania, likitaja kukamatwa kwa mwenyekiti Tundu Lissu kama mfano wa wazi wa mbinu za kisiasa zinazolenga kuwakandamiza wapinzani. Tundu Lissu ambaye ni mwanasheria, mwanasiasa na mkosoaji mkubwa wa serikali, amekuwa akilenga kuleta mabadiliko kupitia njia za amani, lakini amekumbana na mashambulizi, kutishiwa maisha na sasa kuwekwa kizuizini. Wabunge wa Ulaya umesisitiza kuwa uchaguzi wowote huru na wa haki hauwezi kufanyika katika mazingira ambayo vyama vya upinzani vinabanwa, viongozi wao wanatiwa mbaroni na taasisi za kidemokrasia kama mahakama na tume za uchaguzi zikiwa chini ya ushawishi wa serikali. Hivyo ameitaka serikali ya Tanzania kuheshimu katiba yake, mikataba ya kimataifa ya haki za binadamu na kuhakikisha kwamba mchakato wa uchaguzi unakuwa wa wazi, wa haki na unatoa fursa sawa kwa wadau wote wa kisiasa, huku akitoa wito wa kuundwa kwa mfumo huru wa uangalizi wa uchaguzi na kuondolewa kwa vikwazo vyote vinavyowazuia wapinzani kufanya shughuli zao kwa uhuru. Hatua hii ya bunge la Ulaya inaongeza presha kwa serikali ya Tanzania na inatarajia kuwa chachu ya mazungumzo mapya kuhusu mustakabali wa demokrasia nchini. Kwingineko, kanisa Katoliki limemtangaza Kardinali Robert Francis Prevost kuwa papa mpya akichukua jina la Papa Leo wa 14. Tangazo hili limetolewa rasmi kupitia kauli maarufu ya Kilatini ya Habemus Papam kutoka kwenye balkoni ya Basilika ya Mtakatifu Petro, Vatican, baada ya moshi mweupe kuashiria kumalizika kwa mchakato wa uchaguzi wa papa mpya. Kabla ya kuchaguliwa kwake, Kardinali Prevost alikuwa naibu wa baraza la maaskofu na pia ni mwanachama wa shirika la Mtakatifu Agustino, akiwa na asili ya Marekani na amekuwa na uzoefu mpana katika huduma za kiuchungaji na kiutawala ndani ya kanisa. Uteuzi wake unaashiria mwendelezo wa kanisa kuzingatia uzoefu wa viongozi kutoka maeneo mbalimbali ya dunia. Uchaguzi wa Papa Leo wa 14 umefanyika ndani ya jumba la siri la Conclave, ambapo makardinali waliokusanyika waliweza kufikia kauli moja baada ya vikao kadhaa vya kupiga kura.
Kura za siri hufanywa kwa kufuata taratibu kali za kitamaduni na kidini, huku lengo kuu likiwa ni kumchagua kiongozi atakayeongoza kanisa kwa maadili, amani na maono ya kiroho. Tangazo hili ni tukio la kihistoria kwa kanisa na linaashiria mwanzo mpya kwa mamilioni ya Wakatoliki duniani. Tumalize taarifa zetu za kimataifa tukiangazia mgogoro kati ya India na Pakistan, ambapo mvutano kati ya nchi hizo mbili umeendelea kushika kasi baada ya India kufanya mashambulizi ya makombora katika maeneo 9 ndani ya Pakistan na Kashmir inayodhibitiwa na Pakistan. Serikali ya India imesema imefanya mashambulizi hayo kwa lengo la kuharibu miundombinu ya kigaidi iliyoko upande wa pili wa mpaka, huku ikisisitiza kuwa imechukua tahadhari kubwa kutolenga maeneo ya kijeshi ya Pakistan. Katika taarifa ya jeshi la India imeeleza kuwa shambulio hilo ni la kujilinda na halina lengo la kuchochea vita. Hata hivyo, Pakistan imekasirishwa na hatua hiyo, ikisema kuwa mashambulizi hayo yamewaua raia 4 wakiwemo watoto 2. Viongozi wa Pakistan pia wametangaza kuwa jeshi lao la anga limefanikiwa kuangusha ndege kadhaa za kijeshi za India zilizokuwa zimevuka mipaka ya anga ya taifa hilo. Wakati hayo yakiendelea, viongozi wa kimataifa wametoa wito wa haraka wa utulivu, wakihofia kuwa hatua hiyo ya India ndio kubwa zaidi dhidi ya Pakistan na maeneo yanayodhibitiwa na taifa hilo katika kipindi cha miongo kadhaa. Umoja wa Mataifa na mataifa kadhaa yenye ushawishi duniani wametaka pande zote kujizuia na kuanza mazungumzo ya kidiplomasia. Pakistan kwa muda mrefu imekuwa ikitaka mgogoro wa Kashmir usuluhishwe kwa misaada ya jumuiya ya kimataifa, ikisisitiza kuwa mzozo huo unahitaji upatanisho wa nje. Hata hivyo, India imekuwa ikikataa vikali ushawishi wa mataifa ya nje, ikisema swala hilo ni la ndani na linapaswa kutatuliwa na pande mbili pekee. Eneo la Kashmir limeendelea kuwa chanzo kikuu cha mvutano kati ya India na Pakistan kwa zaidi ya miongo 7, wakati India na Pakistan kila mmoja kidai eneo hilo. Kwa sasa kila taifa linadhibiti sehemu ya Kashmir, huku China pia ikisimamia eneo la kaskazini mwa Kashmir, jambo linalozidi kufanya mgogoro huo kuwa tata zaidi kimataifa. Shukran sana Ramadhani Mshana kwa taarifa hizo za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea Boniface Robert atakuwa hapa kukusomea habari za biashara. Endelea kusalia nasi. Karibu mtazamaji wa Sauti TV na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Boniface Robert. Tuanzie hapa Tanzania, ambapo Wizara ya Kilimo ya Tanzania imefanikiwa kushiriki kwa mafanikio makubwa katika maonyesho ya kimataifa ya kilimo MACFRUIT 2025 yaliyofanyika mjini Rimini, Italia. Ushiriki huu ambao umefanyika chini ya uratibu wa balozi wa Tanzania nchini Italia umeipa nchi nafasi ya kutangaza bidhaa na huduma za kilimo sambamba na fursa mbalimbali za biashara na uwekezaji kwa wadau wa kimataifa. Kwingineko, mauzo ya nje ya China yameshuka kwa kasi mwezi uliopita kufuatia kuanza kutekelezwa kwa ushuru mpya wa Rais wa Marekani Donald Trump, hali inayochochea hofu kwa kudorora biashara kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa zaidi duniani, ambapo wachumi wakitabiri ni ongezeko dogo la 1.9% kwa mauzo ya nje ikilinganishwa na 12.4% kwa mwezi Machi. Tuanze habari zetu za biashara tukianzia hapa Tanzania. Katika kipindi ambacho changamoto za ajira ni kubwa, baadhi ya watu hutumia njia mbadala za kujikimu kimaisha, na moja ya njia hizo ni kama kushare mtaji katika biashara moja. Ushirikiano huo umekuwa chachu ya mafanikio kwa baadhi ya watu waliokuwa hawana uwezo wa kuanzisha biashara peke yao, kwani kwa pamoja wanaweza kugawana gharama, kuongeza mtaji na kupanua wigo wa masoko. Ni kwamba inakupa urahisi wewe mfanyabiashara kuanza kufanya biashara au kufanya kile kitu ambacho ulikuwa unakiwaza katika mtazamo wako bila kwa nguvu yako wewe unashinda, lakini ukitumia nguvu ya mtu mwingine mkichanganya kwa pamoja ni rahisi. Iwapo mkipatana watu wote mnapokuwa mnaelewana na wote kimawazo mnaenda sawa, kwa kweli mnaenda vizuri, lakini ndani ya moja kinanito akiwa sio mwaminifu, hapo ndio inaleta changamoto ndani ya biashara. Ndio tulikuwa tunagawana faida pale, kwamba mkichukua mzigo mnauza, baada hapo mnagawana ile faida. Kama tunapunguziana mzigo wa mchango wa hesabu. Mimi nimepelea nataka jambo fulani huyu na huyu, tuchange tufanye jambo kwa pamoja. Lakini ingine labda tunakuwa na idea ya pamoja au tunakuwa na mawazo tofauti. Kwa hiyo mimi siwezi nikaa tunafanya biashara sawa, mawazo ni tofauti. Mimi nitapelea hapo utaongezea sehemu fulani. Kwa hiyo jambo ambalo
linasaidia kubusti kwenye biashara. Mnakuwa pamoja, mnapambana, tukiamini kwamba kwenye upambanaji wetu kwa pamoja lazima atapata kitu. Hata hivyo, licha ya mafanikio yanayopatikana kupitia mfumo huo wa kushirikiana katika mtaji, bado kuna changamoto lukuki zinazojitokeza wakati wa utekelezaji wa ushirikiano huo. Maswala kama kutoelewana, ukosefu wa mikataba rasmi na tofauti za maamuzi yamekuwa kikwazo kwa baadhi ya washirika wa biashara. Ipo ya kuweza kuchangiana biashara kwa sababu hasara inatokea pale ambapo mitazamo imekuwa tofauti. Yaani mimi mtazamo wangu nilikuwa kufungua biashara ya chakula, lakini naye mwenzangu mtazamo wake ilikuwa kufungua biashara ya chakula. Lakini pengine baada ya kuanza kufanya biashara hiyo kwa pamoja, mtazamo wa rafiki yangu umebadilika. Unaweza ukachukua mzigo ukajikuta wale samaki saa nyingine wamevuliwa kwa muda mrefu, kwa hiyo unajikuta unazunguka nao ndani ya siku 2-3 unakuta yale wale wa samaki wanakuwa so wazuri, kwa unajikuta umeyumba ndani ya mtaji, unajikuta tena umeshuka chini. Kwa sababu inafikia tu mawazo, unajua kuna muda inafikia tu tunabadilika. Na kwa tena sio yule ambaye tuliwaza pamoja, lakini baadaye tunaanza kwa pamoja, baadaye mawazo yanabadilika. Kwingineko, tukiendelea kusalia hapa Tanzania, ambapo Wizara ya Kilimo imeshiriki maonyesho ya kimataifa ya kilimo huko Italia. Katika maonyesho hayo, Tanzania imewakilishwa na taasisi mbalimbali chini ya Wizara ya Kilimo, zikiwemo Bodi ya Korosho, Bodi ya Chai, Bodi ya Kahawa, Copra, TPHPA pamoja na wawakilishi kutoka sekta binafsi. Kila taasisi imewasilisha mafanikio, bidhaa na miradi inayolenga kuvutia wawekezaji wa kimataifa na kufungua masoko mapya kwa mazao ya Tanzania. Pia ushiriki wa Tanzania katika maonyesho hayo umeimarisha jitihada za serikali za kukuza kilimo kibiashara kwa kuongeza thamani ya mazao, kuboresha miundombinu ya masoko na kushirikiana na wadau wa kimataifa. Washiriki kutoka Tanzania wamepata fursa ya kujifunza teknolojia mpya za kilimo, mbinu bora za kuendesha kilimo kibiashara na namna ya kukidhi mahitaji ya masoko ya kimataifa. Maarifa hayo yanatarajiwa kutumika kuboresha uzalishaji wa mazao ya Tanzania na kuongeza ushindani wa Tanzania kwenye soko la dunia. Kwa ujumla, ushiriki wa Tanzania katika Macfruit 2025 umebeba sura ya kimkakati ya kiuchumi, ambapo nchi imejitangaza kama kitovu cha biashara ya kilimo barani Afrika. Tukimaliza habari zetu za biashara kwa siku ya leo, mauzo ya nje ya China yameshuka kwa kasi mwezi uliopita kufuatia kutekelezwa kwa ushuru mpya wa Rais wa Marekani Donald Trump, hali inayochochea hofu ya kudorora kwa biashara kati ya mataifa hayo mawili ya uchumi mkubwa zaidi duniani, ambapo wachumi wakitabiri ni ongezeko dogo la 1.9 kwa mauzo ya nje ikilinganishwa na 12.4 kwa mwezi Machi. Takwimu rasmi za biashara za mwezi April zinatarajiwa kutolewa siku ya kesho, ambapo pia zinaweza kuonyesha athari ya mara moja kwa uchumi wa China wenye thamani ya dola trilioni 18.7. Tangu Januari mwaka huu, Trump ameongeza ushuru hadi 145% kwa bidhaa za China, huku Beijing ikijibu kwa kuweka vikwazo vya bidhaa adimu na kuongeza ushuru kwa bidhaa za Marekani hadi 125%. Licha ya sintofahamu, China imechukua hatua kadhaa kuokoa uchumi wake kwa kupunguza viwango vya riba na kuchochea matumizi ya ndani. Hata hivyo, wachambuzi kutoka Nomura wanasema China inaweza kupoteza hadi 1.1% ya pato lake la taifa endapo mauzo ya bidhaa zake kwenda Marekani yatapungua kwa nusu. Mimi ni Ibrahim Charema, Sauti TV. Mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirudi mwanamchezo wetu Lucia Mkono atakuwa hapa katika habari za michezo. Endelea kutazama Sauti TV habari. Jina langu ni Boniface Robert. Ni matumaini yangu mzima wa afya mwanamichezo mwenzangu. Karibu katika habari za michezo tulizokuandalia Sauti TV. Mimi ni Lucia Mkono. Tuanzie hapa nyumbani kwetu nchini Tanzania, ambapo wadau wa soka kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Sauti Mwanza wameeleza jinsi makosa ya waamuzi yanavyoweza kushusha thamani ya ligi ya Tanzania, huku wakiiomba TFF na bodi ya ligi kuweka mikakati thabiti ili kupunguza makosa hayo kwenye msimu ujao wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwingineko, katika uga wa kimataifa, baada ya klabu ya Arsenal kutupwa nje kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya,
Sasa rasmi timu hiyo itamaliza msimu huu bila kuchukua taji lolote, ikiwa ni kwa mara ya 5 mfululizo tangu kocha wa kikosi hicho Mikel Arteta akiongoza kikosi hicho kwa msimu huu. Kwa taarifa hizi za michezo, mwanamichezo wetu Sami Mwilo ameandaa ripoti ifuatayo. Wadau wa soka kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Campus ya Mwanza wameeleza jinsi makosa ya waamuzi yanavyoweza kushusha thamani ya ligi kuu Tanzania bara, huku wakiomba TFF na bodi ya ligi kuweka mikakati thabiti ili kupunguza makosa kwenye ligi ya msimu ujao. Kwenye msimu huu kweli kwamba makosa yamekuwa ni mengi ya waamuzi, lakini kwa maana ya msimu huu umekuwa zaidi kutokana na timu mbalimbali zimekuwa sasa zikitoka wazi na kusema kwamba wanaonewa na waamuzi kutokana na maamuzi yao yasiokuwa ya haki. Kwa hiyo cha kushauri ni kwamba ligi yetu inatajwa ni miongoni mwa ligi bora. Sasa ili iwe ligi bora kweli lazima tuone kweli kuanzia kwenye maamuzi mpaka uwekezaji unakuwa sawa sawa. Kwa kingine ni kwamba waamuzi wenyewe wanatakiwa wawekewe sheria kali ambayo pengine inaweza ikawa ni fundisho kwamba mtu akifanya makosa madogo madogo labda anapewa sheria kali ambayo itamfanya yeye awe makini zaidi. Lakini kwanza lazima tuanze na bodi ya ligi ambao wenyewe ndio wanapanga ratiba ya waamuzi. Pia wakufunzi kipindi wanawafundisha wenyewe wanawatrain vipi katika kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri na kuhakikisha michezo inachezwa vizuri na ligi inakuwa bora. Lazima waongeze sheria ambazo zitawaguide waamuzi wenyewe na kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri. Washikamitutu wa London Arsenal baada ya kushindwa kufuzu ligi ya mabingwa barani Ulaya kwa kupoteza kwa jumla ya mabao 3 dhidi ya Paris Saint-Germain yani PSG. Mchezo wa marudiano uliochezwa jijini Paris. PSG walishinda mabao 2 yaliyowekwa kimiani na Luiz kunako dakika 27 na Hakim dakika ya 72, huku Bukayo Saka kunako dakika 76 akifunga bao la kufutia machozi kwa Arsenal. Arsenal kwa sasa imemaliza msimu wa 2024-25 bila kutoa taji lolote, hii ikiwa ni mara 5 mfululizo kwa klabu hiyo ya kaskazini mwa London kumaliza msimu bila kushinda kombe lolote tangu kocha Mikel Arteta achukue mikoba hiyo. Arteta mwenye asili ya Kihispania tangu ajiunge na Arsenal amefanikiwa kushinda taji moja tu kubwa la FA Cup mwaka 2020, ingawa timu hiyo imeonyesha maendeleo makubwa ikiwemo kumaliza nafasi ya pili ya ligi kuu England kwa misimu 2 mfululizo. Katika kipindi hiki cha miaka 5, Arteta chini ya Arsenal imekosa mataji ya ligi kuu England, ligi ya mabingwa Ulaya, FA Cup, kombe la ligi yani Carabao na ngao ya jamii, hali iliyoibua maswali kwa wachambuzi na wapenzi wa soka barani Ulaya na duniani kote. Ikumbuke kuwa licha ya mafanikio ya kihistoria ya maendeleo kikosi cha Arsenal, mashabiki na wadau wa Arsenal sasa wanatarajia kuona timu ikiwa na mataji makubwa, huku kocha Arteta mwenyewe amekiri kuwa ni wakati wa klabu hiyo kuanza kushinda vikombe vikubwa barani Ulaya, akisema tunafanya kazi kila siku ili kufanikisha na kuleta furaha kwa wapenzi wa soka duniani kote. Kwa upande wa tenisi, mwanadada nambari 1 kwa sasa duniani Aryna Sabalenka yupo kwenye kiwango bora sana msimu huu wa mwaka 2025 baada ya kufika fainali 6 kati ya mashindano 8 aliyoshiriki, akiwa tayari ameshinda mataji ya Brisbane, Miami na Madrid. Sabalenka amefikisha alama 11,118 kwenye viwango vya WTA, akiungana na Iga Swiatek na Serena Williams, wanawake pekee waliowahi kufikisha alama zaidi ya 11,000 kwenye michuano hiyo. Anton Dubrovin ambaye ni kocha wake ameongeza kuwa lengo kubwa ni kumfanya kuwa bora, kwa sababu wapinzani sasa wanafahamu vyema kila mtu anataka kuwa mshindi wa mchezo huo. Kwa sasa Sabalenka anajikita na maandalizi kwa ajili ya mashindano yajayo ya Lomelo French Open huko Paris, Ufaransa, ambapo ndoto yake kubwa ni kutwaa taji hilo. Sami Mwilo, SAUT TV. Asante Sami Mwilo kwa taarifa hizo za michezo. Hadi kufika hapo sina la ziada katika michezo kwa siku hii ya leo. Mimi ni Lucia Mkono, nirudishe kijiti hiki kwake Mauleni Samsoni kwa kutamatisha habari kwa siku hii ya leo. Asante sana Lucia Mkono kwa taarifa hizo za michezo. Na mtazamaji, taarifa hizo za michezo ndizo zinatutamatishia taarifa ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kumaliza taarifa ya habari, tupate tena muhtasari wake. Somo la maadili ya uandishi wa habari ni msingi wa uandishi bora.
Bunge la Ulaya laweka azimio sakata la mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Na katika michezo, makosa ya waamuzi yatajwa kama sababu inayoshusha thamani ya ligi ya Tanzania. Kufikia hapo sina la ziada kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii habari, jina langu ni Maureen Samson. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine kutoka hapa SAUT TV. Uwe na usiku mwema.